mama CCM nitailinda mpaka kufa. Mara jeshi la Mama Samia, kazi iendelee, ushindi ni lazima, mitano tena Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki. Tunatiki kwa Samia Suluhu Hassan, tunatiki. Tunatiki kwa Swale, tunatiki. Tunatiki kwa diwani wetu Hongoli, tunatiki. Ushindi oye! Naomba wanawake wenzangu, viongozi, tukawa nyenyekevu na wale mnaoongoza mkawaambie hivyo. Yaani hivi ninavyowaambia nyinyi mkawaambie mnaoongoza kwamba kama mwenyekiti wa tawi ni mama tuwajitatu kama kwa madada wakatusaidia kutuvusha katika lengo letu ni kupata ushindi kwa 99.9 kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Hapo sawa. Na kwa mbunge wetu apate hata 100. Na kwa diwani apate 100. Nilikuwa nateta na katibu wangu hapa kwamba kuna kinzani, lakini nasikia wamenyosha mikono. Kunyosha mikono oye! Kimbie matule hiugali tuhilila yuko, si ndio? Hatutaki wapinzani kata ya Ikuna. Mnawataka wapinzani wenzangu? Wapinzani wanaleta shida. Wana midomo isio na breki. Naona wengine wako ndani. Sisi wa Tanzania tumezoea amani, tumezoea utulivu. Hivi mnatuletea hao wanaotukana marais, wanaotukana wananchi. Ikitokea risasi mara pa, bibi yangu hapo utaweza kukimbia nini? Utaweza kukimbia? Vijana wanaume wataweka hapa kamkongojo mbio, lakini sisi akina mama ndio wenye familia. Tuna watoto, naona mama wengine hapa wana watoto. Utaweza kukimbia? Tusiponzeke kwa maneno ya kipuuzi. Nashukuru kata Ikuna mmekataa hilo na mkawaambia na mnaowaongoza. CCM nambari 1 ndio inayoongoza nchi na nchi iteli, kuna amani tele. Amani oye! Atike ukitaka nenda kwa Rwanda huko, nenda wapi huko, uone marisasi yanavyolialia, utasema na sisi wa Tanzania hatujazoea vita. Hivi ikilia bunduki utaona tunafuatilia kule ilikolia bunduki. Maki hatujui. Lakini nchi nyingine wenzetu risasi ndio wanajua hapa pana vita. Sisi tumezoea hiyo. Niwapongeze wanaikuna, mnaendelea kuleta amani nchini kwetu Tanzania na mnawakata hao wenye vurugu. Hiyo ndo kazi ya wakili. Ukisema na wewe ukoleze kwamba kama wanavyoendelea wao, ina maana kwamba wewe utakuwa sio wakili mzuri. Tuwaombe wanawake, kawaambie wanaume wanawategemea wanawake kwenye ushawishi. Kwa ukifika nyumbani kama mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa kata, kamwambie baba tarehe 29 tunakwenda kupiga kura. Umeona zamani tulikuwa tunachangia shughuli za maendeleo, sasa hivi hatuchangii. Umeona yote yamfanywa na mama. Kamwambie unaona tunapoenda kwenye vituo vya afya vya kutolea huduma za afya, zamani vilikuwa havijajengwa, lakini hata vilivyojengwa kulikuwa hakuna vifaa tiba, lakini sasa mama amefanya. Kamshawishi, mpe sababu za msingi, mwambie twende tukapige kura. Lakini wewe kama mwanamke, kile kitambulisho cha baba mshikie, si ndio jamani? Kina baba wana mambo mengi. Kitambulisho kako kwenye pochi, kitambulisho cha baba nacho kipo kwenye pochi, vyote kwa pamoja, na cha mtoto kiko kwenye pochi. Mwanamke hodari ni yule anayeangalia familia, anamwangalia baba, anawaangalia watoto, anaangalia na jamii inayomzunguka. Tarehe 29 unapoenda kupiga kura, Pamirau, asubuhi saa 11, baba shika cha kwako. Tuna vinyungu, kabla hatujaenda baba tukapige kura. Lakini tukapige kwa nani? Mwambie tusiende kupiga kwenye rangi nyingine, tukapige ya kijani, na kijani pale ni Mama Samia, kijani pale ni Edwin Swale mbunge wetu, na kijani pale ni diwani Valentino Hongoli. Hapo vipi? Inawezekana haijawezekana? Inawezekana haiwezekani? Tunampa kura Mama Samia hatumpi, tunampa kura mbunge hatumpi, tunampa kura Valentino hatumpi. Mama Samia amefanya hajafanya? Amefanya hajafanya? Amefanya Hongoli hajafanya? Amefanya Swale hajafanya? Hapo vipi? Mama Samia mama lao, Mama Samia mama lao.